Okay, napenda kukushukuru mpenzi mtazamaji na msikilizaji safi uliyeko ndani na nje ya Tabora. Tunapenda kumshukuru Mungu kwa kutupa nafasi ya pekee sana kuweza kufika mahali hapa EALA TV, ambao wameona ni jambo zuri sana kuweza kuleta media hii ndani ya Tabora, kuona ni sehemu ya kuweza kufanya kazi nzuri na wana Tabora na kuipeleka Tabora mbele zaidi. Sisi tunamshukuru Mungu kwa kupata nafasi hii ya kuwa miongoni mwa watu ambao kiukweli tuko mahali hapa kukuletea mada mbalimbali, ikiwa leo ni siku ya kwanza kabisa nzuri ya kuja kuintroduce kile ambacho tutakuwa tukikufikishia na kuweza kukizungumza kwa undani zaidi. Kwa hiyo napenda kukushukuru sana. Vile vile salamu zangu za dhati na shukrani zangu nzuri niweze kuzipeleka kwa wamiliki na uongozi mzima na staff nzima ya EALA TV iliyoko ndani ya Tanzania, Tabora. Tabora yetu, mkoa wetu mzuri, tunaupenda. Nipende kuwashukuru Madam Jennifer popote alipo, aweze kupokea shukrani zetu za dhati sana, kutuona kwamba ni miongoni mwa watu ambao wanafaa kuweza kuwa miongoni mwa timu ambayo itakuwa ikifanya naye kazi pamoja, kuweza kuwajuza wa Tanzania mambo mbalimbali ambayo yatakuwa yakijiri katika EALA TV. EALA TV ni kifupi tu cha neno zuri, Empower Avenue TV. Ndani ya Tabora yetu nzuri tunatamani watu waweze kupiga hatua katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo shukrani zangu za dhati ziwaendee kabineti yote, bila kumsahau mkurugenzi Mr. Albert kwa kuweza kuwa miongoni mwa timu hii nzuri ya kupeleka habari hizi sehemu mbalimbali. EALA TV ipo kufanya Tabora iweze kusonga mbele zaidi, na kijana wa Tabora na mtu wa Tabora kuweza kusonga mbele. Lakini leo katika kipindi chetu kizuri cha kuja kuintroduce ni nini tutakuwa tukizungumza, kwa majina yangu naitwa Samson Sindano. Ni mfipa huyu wa Sumbawanga, lakini yuko ndani ya Tabora. Na saa hii yuko ndani ya EALA TV kuweza kukuletea habari mbalimbali na kukujuza nini tutakuwa nacho. Lakini niko na mwenzangu mtumishi wa Mungu mahali hapa, uweze kumkaribisha aweze kutaja majina yake. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa Costa Malimbwi, ni Mchaga Msamba. Tupo hapa EALA TV kukuletea mambo moto moto. Hakika ni moto. EALA TV ni moto, nao inakusubiria wewe ili iweze kukuhudumia popote ulipo pale katika viunga hivi vya Tabora na nje ya Tabora. Ninakukaribisha leo hii. Asante, karibu tuungane katika vipindi vinavyokuja. Tunapenda kukaribisha sana mpenzi msikilizaji popote ulipo. Mada yetu leo tumekuja mahali hapa EALA TV kuweza kuintroduce kipindi ambacho tutakuwa tukisimamia mimi na ndugu yangu. Vile vile tutakuwa tukialika wageni mbalimbali kututembelea na kuweza kujadili mada mbalimbali, ambapo miongoni mwa mada hizo kipindi chetu kizuri kitaitwa kwa jina la Gospel and Economic Inspiration. Ni habari ya kuhamasisha injili na uchumi kwa Mtanzania, mwana Tabora aliyeko ndani ya Tanzania mahali kokote alipo. Tutakuletea habari hizo, tutazungumza habari za injili. Kiukweli naamini utapata vitu kwa habari ya neno la Mungu. Lazima tukupae habari nzuri, tukupatie habari za huyu ambaye ndio mkombozi wa maisha yetu. Tutanyambua sehemu mbalimbali, tutakuwa na kipindi cha maombezi, tutakuwa na kipindi cha uimbaji, lakini vile vile kutakuwa na mada mbalimbali zinazohusu neno la Mungu. Lakini katika habari ya injili vile vile natumaini mwenzangu pia hawezi kukosa neno la kusema katika session hiyo ya injili. Karibisha, anaweza akazungumza mawili matatu kwa habari ya injili. Unajua neno la Mungu linasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na hayo mengine yote mtazidishiwa. Tupo hapa kwanza kwa ajili ya kutafuta ufalme wa Mungu. Tabora ili iendelee lazima Mungu awe wa kwanza, awe juu yetu, ndio mambo mengi yataendelea. Kwa hiyo katika kipindi chetu hiki tutakuwa na
mada za injili mbalimbali, lakini watakuwepo watumishi wengi mbalimbali kukuletea maombi, kutoa mahubiri mbalimbali ambayo yatakuinua wewe, si kimwili tu bali hata kiroho pia. Vile vile uchumi utakuwa umebadilika sana katikati ya maisha yako. Lakini kutakuwa na mambo mbalimbali kama Sunday school. Nadhani pia watoto pia lazima tutakuwepo nao wakati wengine kwa ajili ya kujadiliana nao mambo ya hapa na pale kuhusiana na ufalme wa Mungu. Ndio Bwana Sindano. Okay, asante sana Tumaini, msikilizaji na mtazamaji wa ELTV. Naendelea kupata vitu. Naona katika injili tutakuwa na vitu kama hivyo, lakini vile vile tutakuwa na kitu, tutazungumzia habari ya biashara, business. Unawezaje kucontrol biashara yako? Unawezaje kuweka uchumi wako kuwa safi? Tunapozungumzia gospel and economic inspiration, tunaenda kwa pande zote mbili. Tunaenda kwenye upande wa injili, tukupe habari motomoto za Kristo ambaye ndiye mwanzo na chanzo cha kila kitu katika maisha ya mwanadamu. Lakini vile vile kwa habari ya uchumi lazima tukupe habari hiyo. Tunaona mtumishi wa Mungu Ibrahim kwa ni mtu ambaye anamiliki uchumi mkubwa sana. Kwa hiyo lazima tuzungumzie habari ya economics kwa kijana mwana Tabora, kwa kijana Mtanzania, kwamba usije tu ukapitiwa na mawazo ambayo yamewakumba wengi ya kwamba wanadhani mtu akishaokoka atakuwa tu anadili na habari ya neno la Mungu, lakini vile vile hata habari ya uchumi anaendelea kwa yuko vizuri. Tunaona Ibrahim, watu wengi mbalimbali katika Biblia. Ayubu naye, yes, alikuwa anamiliki uchumi, alikuwa ni mtu mwenye pesa zake. Kwa hiyo usione kama kuokoka ni ushamba vile, lakini kuokoka ni sehemu mojawapo ya kuweza kuwa na success upande wa vitu mbalimbali. Kwa hiyo kwa habari ya biashara tutazungumza, tutapeana 1, 2, 3 kwamba unawezaje control biashara, unawezaje kuanzisha biashara, lakini na mambo mengine zaidi. Tumaini, hebu tupate break kidogo, halafu tutakujia kwa vitu vizuri kabisa. Unatazama ER Media TV Tabora Town.